Tunashukuru sana kuona jinsi Mungu alituingiza katika uhuru wa wana wa Mungu. Niliwazia mambo hayo wakati jana nilipokwenda kutafuta ndugu Graf kwenye uwanja wa ndege wa Düsseldorf. Niliona waongozi wawili wa jeshi walikuwa wakivaa mavazi mazuri kama vile William Boff alikuwa amekwisha kuyawazia, na kwenye kofia ya jeshi unaweza kusoma maandiko mazuri inayoitwa jeshi. Na nikajiambia mimi mwenyewe, wameshurutishwa kuendelea. Haijalishi yale ambayo Mungu anayofanya hapa duniani, wanabaki waaminifu kwa kazi yao. Na wakati tunapotazama sote pamoja ndani ya ulimwengu wa dini, Wakatolika wanabaki waaminifu kwa mitumikio yao ya Kikatolika. Waluteri wanabaki waaminifu kwa mitumikio yao ya Kiluteri. Waanglikani nao wanabaki waaminifu kwa mitumikio yao ya Kianglikani. Kila kikundi kinabaki waaminifu kwa kundi yao, kwa sababu wanawaza kwamba wanapaswa kufanya hivyo. Lakini tulitambua kwamba uaminifu wetu hauko wa dini fulani, lakini kwa Bwana aliye mwaminifu, na kushitolea yetu si kwa desturi fulani, lakini tu kwa Bwana. Na hivyo sasa, kwa neema tunaweza kushuhudia kwamba tunaongozwa toka ujuzi hata ujuzi ingine, kutoka nuru mpaka nuru, kupitia Roho wa Mungu ambaye hajawahi kuacha kutumika. Lakini inaenda tena zaidi katika kilindi, na inakuwa tena iliyo wazi tena zaidi, mpaka kama vile inavyoandikwa ndani ya Mezali kwamba nuru inafika katika mwanga wake wa ajabu, na kwamba nyota ya asubuhi itang'aa na kuamka katika mioyo yetu, mpaka mwisho uweze kuwa umefanana na mwanzo. Tumekwisha kusikia maneno mengi ya Mungu na waza kwamba hatukose kitu fulani. Basi Mungu afanye neema yake ili tuweze kuishi mambo hayo yote, na tuweze kuwa watu ambao wanaweza kuweka neno la Mungu katika matendo. Kuna kuwaka hali mbili kila wakati. Maandiko matakatifu yote najaa, na kunajaa utajiri mwingi, lakini tunahitaji ili Mungu aweze kupokea na mpendeza, na yale ambayo anayotaka kutuambia ndiyo iweze kusemeka. Ndani ya mahali hapa, hitaji yetu moja ni kwamba tuweze kutangaza shauri yote ya Mungu, na sio matafsiri za mezali, lakini ufunuo wa yale ambayo yanayofichwa ndani. Ningetaka niweze kurudilia tena Zaburi 89, na kisha tutaweza kuingia katika neno la unabii na pia ndani ya Agano Jipya. Zaburi 89 mstari 14. Zaburi 89 mstari 14. Wewe una mkono wa uwezo, mkono wako ni wa nguvu, na mkono wako wa kuume ni juu. 15. Haki na hukumu ni msingi wa kiti chako cha ufalme, rehema na kweli zinakwenda mbele ya uso wako. 16. Heri watu wanaojua sauti ya furaha, wanakwenda e Bwana kwa nuru ya uso wako. 17. Kwa jina lako wanafurahi mchana kutwa, na kwa haki yako wanatukuzwa. 18. Maana wewe ni utukufu wa nguvu yao, na kwa upendeleo wako pembe yetu itatukuzwa. 19. Maana ngao yetu ni ya Bwana, na mfalme wetu ni wa mtakatifu wa Israeli. Nilisoma mengi nyuma mchana kati huu, lakini nitaweza kusema kwa mafupi. Kuna andiko za Biblia
ambazo tunazosomewa na zinaonyesha kitu fulani cha kipekee sana. Na kama tunaendelea kusoma, inasemeka sasa kuhusu Kristo kama vile mzaliwa wa kwanza, kwa upande mwingine kama vile mwana wa Daudi, na kuhusu kiti cha Daudi, na kwa upande mwingine pia na ni Bwana wetu. Na kwenye mstari 27 inaandikwa, atalia kwangu, wewe ni baba yangu na Mungu wangu na mwamba wa wokovu wangu, nami nitamfanya kuwa mzaliwa wangu wa kwanza na juu sana kuliko wafalme wote wa dunia. Mstari wa 13 inasema, mstari wa 13, na wazao wake nitawadumisha milele na kiti chake cha ufalme kama siku za mbingu. Na kisha mstari wa 35 mpaka 38, 35, sitavunja agano langu wala sitageuza kitu kilichotoka midomoni mwangu. Mungu habadilishake neno lake. Mungu alikuwa akijua tangu mwanzo yale ambayo anayojua mpaka mwisho. Hawezi kukomaa katika ujuzi, hajawahi kuwa inahitaji ya kushikosoa. Yale ambayo anayosema inasimama imara milele na milele, au milele hata milele. Na ndiyo maana imeandikwa hapa kama vile tumesoma 35 sehemu ya pili, wala sitageuza kitu kilichotoka midomoni mwangu. Sasa mstari 36, neno moja nimeapa kwa utakatifu wangu, sitamwambia Daudi uongo. Inaandikwa ndani ya Waroma sura 3 mstari wa 4 kwamba kila mtu aonekane kuwa mwongo, lakini Mungu peke yake awe mwenye kweli. Ahadi alizotoa ni ndiyo na ni amina. Na kama imani yetu inaweza kuwa imeingizwa hivyo ndani ya Mungu na ndani ya neno lake, nasi pia tutaweza kuona mkono wa kuume wa Bwana ukinyoshwa. Kwenye mstari 13 inasemeka, wazao wake watadumu milele na kiti chake cha ufalme kama jua mbele yangu. 38, kitasimamishwa milele kama mwezi na kama mshuhuda mwaminifu mbinguni. Ni ajabu kuweza kujua kwamba Mungu aliapa kwa yeye mwenyewe, aliweka yeye mwenyewe kiapo ili aweze kutimiza yale aliyoahidi. Tulisoma andiko nyingi za Biblia katika makusanyiko mbili iliyopita, na tunatambua kwamba Mungu ana kanisa, ana bibi harusi, kuna wachaguliwa katikati ya mataifa na wachaguliwa ndani ya taifa la Israeli, na kuna ufufuko tofauti. Ningetaka niweze kuzungumza maneno machache tu kwa muda mfupi, nikiweka kwanza kulinganisha pamoja na andiko ya Yoeli sura 3 ambayo Petro anarudilia tena ndani ya mahubiri yake ya kwanza, lakini anasimamia katikati ya shahiri kama vile Yesu ndani ya Luka sura 4 wakati aliposoma andiko ya Isaya 61, alisimamia katikati ya shahiri, alisoma sehemu ambayo iliyokuwa ikihusu wakati ule. Ni lazima sana ili tuweze kusoma yale iliyo ya lazima au iliyo tayarishwa kwa ajili ya lengo ambayo inayostahili. Inasoma Yoeli sura 2 mstari wa 32. Yoeli 2:32 ndani ya Kifaransa. Na itakuwa kila mtu atakayeita jina la Bwana ataokolewa. Andiko naendelea, kwani katika kilima Sayuni
na katika Yerusalema watakuwa wenye kuokolewa kama Bwana alivyosema, na katika baki la wale ambao Bwana anawaita. Mkamate sehemu ya kwanza vizuri ya mstari wa 13 na itakuwa kila mtu anayeita jina la Bwana ataokolewa. Sehemu inayohusu mlima wa Sayuni na mlima wa Yerusalema Petro akuisoma ndani ya Matendo ya Mitume sura 2 kwenye mstari wa 21, inasemeka, na itakuwa kila mtu anayeita jina la Bwana ataokolewa. Mwazie, Petro angeliweza kuendelea na kusoma na angeliweza kutuambia kwamba sisi wa mataifa wote, kwamba mataifa yote, kwamba wokovu ulikuwa kwenye mlima wa Sayuni na Yerusalema, na hapo sasa sisi sote tungeingia katika njia na kufanya safari mpaka huko ili tuweze kutafuta na kupata na kuweza kuishi wokovu huko. Mnaona hekima ya Mungu, mnaona muongozo wa Roho Mtakatifu. Hawa ndio watu wa Mungu walio na uwezo wa kusimamia katikati ya shahiri ili waweze kugawa kwa namna njema neno la kweli. Mnaona wakati Bwana wetu alipotoa agizo ndani ya Mathayo sura 10, aliambia wanafunzi wake, mwende tu kwa kondoo zilizopotea za nyumba ya Israeli, musiingie katika mataifa. Lakini nyuma ya ufufuko wake agizo ikakuja kwamba waende katika ulimwengu mzima, mwende mufanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, kulingana na Mathayo sura 28:19. Kila kitu kwa wakati wake, kila kitu na nafasi yake, kwa ajili ya wakati uliopangwa, ambayo neno hilo liliotoka katika kinywa cha Bwana. Wakati tunapoangalia utangazaji ikilingana na Israeli, na hapo sasa hiyo itafanyika tena Yerusalema kwenye mlima Sayuni. Lakini wakati tunapokuwa na mataifa, hiyo inaweza kuwa Marekani, Uchina, Ulaya, inaweza kuwa mahali pote, mahali ambapo watu wanaweza kusikia utangazaji na wanaweza kuwa waamini ndani ya Yesu Kristo Bwana wao. Nasoma ndani ya Yoeli sura 4, hapana, Yoeli sura 3 ndani ya tafsiri ya Kifaransa. Yoeli sura 3 kuanza kwa mstari wa 16, na tutaona kwamba inasemeka kuhusu Israeli na pia mlima Sayuni. Na kwanza ndugu Rusi aliweza kuyasema, tushakafika huko mara nyingi, na ni vizuri sana kuweza kujua eneo hizo na kujua ni mahali gani ambapo mlima Moria huko na namna gani mlima Sayuni unaenda mpaka kwenye mlima wa hekalu. Na ni vizuri sana wakati usipoweza kusoma tu ndani ya Biblia, lakini kuweza kujua kwa namna njema eneo hizo ziko wapi. Hapa ndani ya Yoeli sura 3 mstari 16 imeandikwa, Bwana atanguruma toka Sayuni, atatoa sauti yake toka Yerusalema. Wakati tunaposoma ndani ya Ufunuo 14, Bwana anaonyeshwa pale kama vile mwana kondoo akiwa pamoja na wale 1144 kwenye mlima Sayuni. Na ijapokuwa mlima Sayuni hauko mbinguni, mlima Sayuni uko Yerusalema. Inakuwa kwa mwisho wa mlima Moria. Ni hapo ndipo kunamalizika eneo ya hekalu, mahali ambapo shetani alitaka kuangusha Bwana wetu. Kuna kundi inayofundisha kwamba bibi harusi anaundwa na wale 1144 na kwamba watanyakuliwa kwenye mlima Sayuni ulio mbinguni. Lakini mlima kama huo hauko mbinguni, na wale 1144 hawatanyakuliwa. Hakuna hata andiko moja inayoshuhudia hiyo.
ila bibi harusi ndiye atakayenyakuliwa na ataingia katika karamu ya harusi. Lakini wale 1144 wa kabila 12 la Israeli watakuwa waamini na wataweza kuwekwa muhuri baadaye nyuma ya unyakuo. Hasa namna gani waweza kunyakuliwa tena? Ni kusema kuna andiko za Biblia zilizo wazi sana na zinazofundisha mambo hayo na zinazoweza kutupatia maelezo. Bwana yeye mwenyewe naye ataweka makao yake kwenye mlima Sayuni. Twende na kusoma akose, turudi tena mstari wa 16 na 17 pia ndani ya andiko kama hiyo. Yoeli 3 mstari wa 16. Bwana atanguruma toka Sayuni, atatoa sauti yake toka Yerusalema. Mlima Sayuni uko Yerusalema, na hiyo sasa inalingana 100%. Inasemeka hapa mstari wa 16, Bwana atanguruma toka Sayuni, atatoa sauti yake toka Yerusalema. Na mbingu na dunia zitatetemeka, lakini Bwana atakuwa kimbilio kwa watu wake na boma la nguvu kwa wana wa Israeli. Mstari wa 17, hivi mutajua ya kama mimi ni Bwana Mungu wenu, nikikaa katika Sayuni mlima wangu mtakatifu, halafu Yerusalema utakuwa mtakatifu, wala wageni hawatapita tena katikati yake. Amina. Hapa tuna mwanzo na kuingizwa katika ufalme wa miaka 1000. Lakini hiyo kitu moja inaandikwa ndani ya Amosi sura 1 mstari wa 2. Amosi sura 1 kwenye mstari wa 2. Akasema, Bwana atanguruma toka Sayuni na atapaza sauti yake toka Yerusalema. Mtu anayetazama kwa makini andiko hizi na pia andiko zingine atatambua neno kungurumwa ndani ya Ufunuo sura 5 na ndani ya Ufunuo sura 10. Hii matamshi moja tena inaonekana. Kwanza Yohana aliona mwana kondoo, na kisha baadaye akaona simba wa kabila la Yuda. Mtu anasemaka, simba haisemake, simba inangurumaka. Hapo pia inaomba kufanya tofauti ya mambo. Wakati mwana kondoo anapoonyeshwa inamaanisha ukombozi. Wakati mfalme anapoonyeshwa inamaanisha ufalme, utawala. Kila kitu ina nafasi yake katika ufalme wa Mungu. Mwana wa Mungu ukombozi, mwana wa mtu nabii, mwana wa Daudi mfalme. Yote inakuwa kwa nafasi ambayo Mungu aliyoitayarisha kulingana na maandiko. Na vile vile kama vile tumekwisha kusoma wakati napoandikwa ndani ya Ufunuo sura 10 kwamba atanguruma kama vile simba. Ufunuo 10 mstari wa 3. Hiyo inalingana na mwanzo wa ufalme wake au utawala wake. Utawala wake. Hapo sasa sauti yake itasikilikana na mataifa yote itatetemeka. Na katika wakati ule atakuwa kwenye mlima Sayuni, na ni hapo ndipo kutaanzia ufalme wake au utawala wake. Nimekusha kusema kwa mafupi kuhusu ufufuko. Wakati tunaposoma ndani ya Wakorintho wa kwanza sura 15 au pia ndani ya Wathesalonika wa kwanza sura 4 na pia katika andiko zingine inasemeka kuhusu ufufuko. Na wakati tunaposoma ndani ya Ufunuo sura 20 au ndani ya Danieli sura 12 pia inasemeka kuhusu ufufuko. Lakini inaomba kusoma kwa makini sana ili uweze kuelewa ni kitu gani kinachohusika. Kwa mfano, ndani ya Wakorintho wa kwanza sura 15, Wakorintho wa kwanza sura 15 tunasoma mstari wa 43 na 44. Wakorintho wa kwanza sura 15 43. Unapandwa katika haya, unafufuliwa katika utukufu. Unapandwa katika udhaifu,
unafufuliwa katika uwezo. 14. Unapandwa mwili wa asili, unafufuliwa mwili wa roho. Kama ikiwa mwili wa asili huko, kuna vile vile mwili wa roho. Na kwenye mstari 15 nasema, Paulo anaendelea, tazama, ninawaambia ninyi siri, sisi sote hatutalala, lakini sisi sote tutabadilika. Kwa dakika moja, kwa kufunga na kufungua jicho, kwa baragumu ya mwisho, sababu baragumu italia na wafu watafufuliwa wasiwe na kuoza, na tutabadilika. 53. Maana sharti ule mwenye kuoza uvae kutokuoza. Wakati uliopita nilisoma funzo inayosema kwamba yule mwalimu mkubwa wa Biblia ataka kuonyesha kutoka andiko hii, ndio mahali kunapoandika kwamba kwa baragumu ya mwisho alitaka aonyeshe kwamba bibi harusi naye anapaswa kupita ndani ya ziki kubwa yote na katika vikombe vyote vya kasirani ya Mungu mpaka baragumu ya mwisho iweze kuwa imesikilikana. Hatuko hapa kwa ajili ya kuhukumu mtu yule kwa majivuno, lakini mtu yule hakuweza kuelewa ni kitu gani kinachohusika. Haihusu baragumu za hukumu. Hatukutayarishwa kwa ajili ya kasirani, lakini tuweze kupata wokovu. Na nyuma ya kwenda kwetu kutakuja gharika, kutakuja hukumu na maangamizi. Na tunashukuru kwa ajili ya Ufunuo sura 10. Mahali kunasemeka kwamba kwa siku malaika wa 7 atakaposikilizisha sauti yake, wakati atakapopiga baragumu yake. Ufunuo 10:7. Ni kusema wakati wa mwisho ambamo habari njema itahubiriwa kwa makabila zote, mataifa yote na malugha zote. Tutaweza kurudi juu ya maelezo haya ndani ya andiko, lakini mnaweza kuwazia ni mara ngapi nashukuru Mungu sana kuona jinsi hakutuacha tuweze kufungwa kwa andiko tu. Kwanza, kama tunaweza kuwa kwa makini sana, kila mtu anaweza kuyachunguza ndani ya mipangilio iliyo ndani ya Biblia nyingi. Paulo alikuwa amekwisha kuandika barua zake kwa mwaka 64 au kwa mwisho wa mwaka 68. Yohana yeye aliandika kwenye kisanga cha Patimo kwa mwaka 96. Sasa namna gani Paulo ambaye aliyekuwa amekwisha kuandika miaka 13 iliyopita angeliweza kusema kuhusu kitabu ambayo iliyokuwa bado kuandikwa? Mnaona, hekima ya kimutu haitoshi kwa ajili ya kuweza kuelewa mambo ya kiungu. Inaomba kuwa na hekima na kuona ambayo Mungu anayotoa ili uweze kupanga kwa namna njema mambo hayo yote katika nafasi yake ya kibiblia. Turudi sasa kwa maneno ya pili. Tunapata au wazo linalofanana na mstari 15:2 kwa mwisho, nasi tunabadilika. Wakorintho wa kwanza sura 15 mstari 15:2 sehemu ya mwisho. Hapa ihusu ufufuko wa wale waliokufa katika Kristo, lakini pia kubadilishwa kwa kundi ya kwanza, wazaliwa wa kwanza, wale ambao wanaoishi ndani ya Kristo. Hiyo kweli moja inaonyeshwa tena kwa makini sana ndani ya Wathesalonika wa kwanza sura 4. Ningetaka niweze kusoma tu andiko hii na kisha tuweze kuonyesha yale iliyokuwa kama vile tofauti. Wathesalonika wa kwanza sura 4 mstari 14. Kwa sababu tukiamini, mstari wa 14. Kwa sababu tukiamini ya kama Yesu alikufa na kufufuka, hivyo wao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Mstari wa 15.
kwa sababu tunawaambia ninyi hili kwa neno la Bwana, ya kwamba sisi tulio hai na wenye kubaki hata wakati wa kuja kwake Bwana hatutawatangulia wao waliolala. Na kisha tunasoma kwenye mstari 16, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka toka mbinguni na sauti kubwa na sauti ya malaika mkubwa na pamoja na baragumu ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. 17. Kisha sisi tulio hai tuliobaki tutanyanyuliwa pamoja nao katika mawingu kukutana na Bwana katika hewa. Kwa hiyo sasa hapa inahusu kundi mbili, wale waliolala katika Kristo na wale ambao walio hai katika Bwana, wote pamoja watanyanyuliwa kwenda kumulaki. Na inahusu taifa la Israeli, na kwa wale walio wao wa Israeli wana nafasi iliyo ya kipekee katika maandiko matakatifu ndani ya mpango wa Mungu. Ndani ya Danieli sura 12 mstari wa kwanza, Danieli 12 mstari wa kwanza, kwa wakati ule Mikaeli atasimama, yule mkubwa anayesimama kwa ajili ya wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu kama usivyokuwa mbele tangu wakati taifa lilipokuwa hata wakati ule. Na kwa wakati ule ni kusema taifa la Israeli, taifa lake ni kusema inahusu taifa la Israeli. Na kwa wakati ule watu wako wataponyeshwa, kila mtu atakayeonekana ameandikwa katika kitabu. Na hivyo sasa hapa haiko unyakuo au karamu ya harusi. Naendelea kusoma ndani ya Danieli 12 mstari wa pili, na wengi wao wanaolala mavumbini mwa nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele na wengine kwa haya na kudharauliwa kwa milele. Mstari wa tatu, nao walio na akili watangaa kama anga, nao wanaogeuza wengi kutenda haki kama nyota kwa milele na milele. Tuongeze juu ya haya neno la Ufunuo sura 20, mahali hapa napo hakusemeki kuhusu unyakuo. Ufunuo sura 20 mstari wa 4, nikaona viti vya ufalme, nao wakakaa juu yao, nao wakapewa hukumu. Nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa neno la Mungu, na hawa wasioabudu yule nyama wala sanamu yake, wala hawakupokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, wakakuwa hai, nao wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Mstari 5, na wafu waliobaki hawakukuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Hapa tuna picha iliyo wazi sana. Huu ufufuko umetayarishwa kwa ajili ya ufalme wa miaka 1000 na si kwa ajili ya unyakuo. Hapa isemeki kuhusu unyakuo. Inaomba sasa, kama vile tulisema hapa sasa hivi, kuweza kuelewa hali kama vile ilivyo, kuiacha kama vile ilivyo. Hapa pia inasemeka kuhusu hukumu na sio karamu ya harusi. Hapo viti vilivyowekwa kwa ajili ya hukumu na waamuzi wakapewa mamlaka kwa ajili ya kuhukumu. Hapa hataingia katika maelezo ya mambo haya, lakini Bwana wetu alikuwa amekwisha kusema katika wakati ule kwamba ninyi ndiyo mtakao hukumu makabila 12 za Israeli, Mathayo 19:28.
Na inaandikwa katika barua kwa Korinto, ninyi ambao mnapaswa kuhukumu dunia, mnashindwa hata kuhukumu mambo yaliyo madogo katikati ya wandugu. Wakorintho wa kwanza sura 6 mstari wa 2. Mungu atayarisha ili tuweze kuwa pamoja naye, pamoja na Bwana wetu wakati atakaporudi kutoka karamu ya harusi, naye atalipa malipo kwa wale wote wenye wasi au wadui, na atatangaza hukumu ya haki. Hata ingia katika maelezo ya mambo haya pia. Yale nataka kuonyesha ni kwamba wakati tunaposoma neno la Mungu, inaomba kuelewa aina gani nasemeka, ili tuweze kuelewa ni kitu gani kinachohusika, kuweza kupanga kwa namna ya haki yale inasemeka na nani ambayo inaambia, na pia kwa wakati gani hiyo inatimilika. Tumalizie yale ambayo Mungu aliyotupatia kwa neema ndani ya weekend hii. Kwanza, alitupatia kuweza kujua maana ya neno lake lisiloshindwa. Alitufundisha ili tusiweze kutafsiri neno hilo, lakini kuweza kuamini kwa moyo wetu wote na kuweza kupokea kupitia ufunuo wa Roho Mtakatifu maana yake ya kweli katika hali iliyo ya kweli. Hiyo ndiyo heri ambayo Mungu aliyotupatia, na inanichekesha sana. Heri ambayo aliyotupatia ni kwamba hatutete yake fundisho tuliyopokea kutoka wakati wa zamani, kama vile desturi fulani ya zamani, lakini tuliweza kujiweka kwa Mungu na tukamwomba ili aweze kutuongoza kupitia Roho wake kulingana na neno lake ndani ya kweli yote. Na watu ambao wanaojiweka kwa namna hiyo kwa upande wa Mungu na wanaomuomba, naye atawapatia. Na hivyo sasa tunaweza kusema kwa haki kwamba tulifundishwa na Mungu. Tunaweza tena kwenda mbali na kusema kwa ajili ya upendo wa kweli kwamba sisi wenyewe tulikuwa hatuna funguo mambo haya ndani ya mifuko yetu, lakini Mungu kulingana na neno lake aliamsha huduma ya kiunabii ndani ya kizazi chetu, na hivyo kwa neema yake akatuingiza ndani ya kweli zake zote ambazo hatungeweza kujua sisi wenyewe. Na vile vile kama Paulo alivyokuwa ameitwa kwa namna ya kipekee sana na Mungu, na angeweza kusema kwamba sikupokea habari njema kutoka kwa mtu au kujifundisha kutoka kwa mtu, lakini kupitia ufunuo wa Yesu Kristo, kulingana na Wagalatia 1:12. Ndugu Branham angeweza kusema hiyo kitu moja pia. Alikuwa ni mtu aliyetumwa na Mungu. Naamini yale ambayo aliyosema, mimi mwenyewe niliona washuhuda pia. Nilikuwa pamoja naye tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 1933 karibu saa 8, wakati alipokuwa akibatiza watu karibu 100, na alipokuwa karibu kubatiza mtu wa 17 ndani ya mto Wayo, na kupitia wingu kukashuka nuru ya kimaajabu ikionekana kwa watu zaidi ya 4,000. Nuru hiyo ikashuka juu ya ndugu Branham na sauti ikasikilikana vile vile kama Yohana Mbatizaji alivyotumwa kama vile mtangulizi wa kuja kwa kwanza kwa Kristo, na wewe utatumwa na ujumbe ambao utakuwa mtangulizi wa kuja kwa pili kwa Kristo. Naamini kwamba mtu wa Mungu alikuwa hana hitaji ya kuweza kutengeneza mambo hayo,
na kuweza kuyatosha katika mawazo yake. Angeliweza kuonyesha kwa uhakika siku, saa, mahali na tarehe. Kwanza kulikuwa washuhuda wengi, wamoja walizimia, wengine wakaanza kuomba. Ni kweli kulikuwa wamoja ambao hawakuweza kuelewa kitu fulani kilichokuwa kikifanyika, na ilikuwa hivyo hivyo siku zote na itadumu hivyo hivyo mpaka mwisho. Ya lazima ni kwamba tuweze kushipanga kwa upande wa Mungu na tufuate mtu. Alikuwa hana mpango wake mwenyewe au programu yake mwenyewe. Mungu alikuwa amemweka kama vile nabii ndani ya sehemu hii au kwa ajili ya sehemu hii ya unabii ya kazi yake, na tunashukuru Mungu sana kwa ajili ya hiyo. Na ningetaka pia niweze kutoa shauri kwa ajili ya wale wote ambao wanaoshitetea kwamba nao wanaweza kuwa nabii au nabii wake au wanabii wanawake, ili waweze kujisimamia na mafundisho yao wenyewe. Nataka kuambia hii, kila mtume na kila nabii anapaswa kukubaliana katika namna ya kikamilifu na yale ambayo wamitume wa Bwana waliotangaza na manabii wa Bwana waliotangaza. Inaomba kuweza kuchunguza yote, kupima yote, na tunaweza kupima yote tu kulingana na neno la Mungu. Kama mtu fulani anawaza kwamba malaika alishuka na kisha akaacha mbao hapa na huko na kisha ninaenda kuzitafuta na mengineyo, huo ni upumbavu. Tunaweza kusahau hiyo bila hata kuchelewa. Kulikuwa ni mmoja na ni Mungu ndiye aliyeshuka juu ya mlima Sinai, na hizo mbao zilizoandikwa ndani sheria hazikutoka kuanguka mbinguni. Musa alizileta na Bwana akaandika juu yake. Musa alizivunja na Musa akaandika kwa mara ya pili, na kisha kwa kuja Agano Jipya, yale yote ambayo Mungu aliyotaka kufunua ilikuwa imefunuliwa sasa. Hatuwezi kuongeza kitu fulani juu ya ushuhuda uliomalizika wa maandiko matakatifu, lakini imeandikwa ndani ya Ufunuo sura 22 kwamba wale watakaoongeza kitu fulani wataona Mungu atawaongezea mapigo zinazoandikwa ndani ya kitabu hiki. Ufunuo 22 mstari 18. Na hivyo sasa tunashukuru sana kuona jinsi Mungu aliweza kuamsha mtu ambaye hakuja na ufunuo za kipekee alizokamata kwa mkono wa kuume au kwa mkono wa kushoto, lakini alikuwa ni mtu aliyetumwa na Mungu akiwa na neno la saa, akiwa na ufunuo wa siri za Mungu, ili aweze kutufungulia kwa neema njia ya kuingia mpaka kwenye kweli hizo. Ilikuwa ni kazi ya Mungu wetu ndani ya wakati wetu. Ikiwa mimi, hakuna mtu atakayeweza kunikubalisha kwamba inawezekana kuweza kutengeneza hali yake pamoja na Mungu bila manabii na wamitume ambao Mungu aliyotuma. Hakuna mtu anayeweza kunikubalisha hayo, kwa maana wakati Mungu anapotuma mtu fulani, na hapo sasa kunakuwa mwito wa kiungu, kuna kazi takatifu, kuna kazi inayopewa kwa mtu kwa ajili ya kanisa la Bwana, kwa ajili ya mwito wake wa kutoka, kwa ajili ya kujengwa kwake na kukamilika kwake. Na sasa kusiwe mtu anayeweza kusikia vibaya. Kama katika siku zetu tunaweza kupatia Mungu haki, tunajipanga upande wake na tunaamini neno lake lote, na kama tunaweza kuhitaji kwa kiu sana ili tuweze kupata sehemu kwa utimilifu wa yale yote ambayo aliyoahidi. Tunaamini kwamba leo tunachukua neno hilo la ahadi, na Mungu atatuongoza yeye mwenyewe ndani ya utimilifu wa ahadi hizo ambazo tunazochukua ndani mwetu leo. Tuliyasoma, yeye ni mtangulizi
atafungua njia na atatuongoza mpaka kwenye lengo, na atamaliza kazi aliyoanza ndani mwetu na pamoja na sisi sote kwa neema, na kisha tamaliza pia kwa ajili ya taifa lake la Israeli kwanza na uchaguzi wake, uchaguzi wake wale 1144 na pia pamoja na Israeli yote nzima, na kisha pamoja na dunia yote nzima. Mungu ana mpango, nasi tushaje tuweze kuingizwa katika mpango huu, na tunashukuru kuona jinsi alitujulisha na kutufunulia kwa nuru kubwa. Kwa kweli, hata mtu mnyenyekevu hawezi kupotea kwenye njia hii, lakini ni wale wenye akili kwa macho yao ndio wanaopotea, lakini wataka kupokea yale ambayo Mungu anayofundisha. Lakini kwenye njia ambayo Mungu anatongoza ndani, inaandikwa ndani ya Isaya 13:5 kwamba kutakuwa njia takatifu ambapo mtatembea wale waliokombolewa wa Bwana, na pia mpumbavu hatapotea kwenye njia hiyo. Isaya 13:5 mstari wa 8 na wa 9. Paulo alikuwa akisema yeye mwenyewe kwamba ilikuwa na muomba aweze kuwa mpumbavu ili aweze kupokea hekima ya Mungu. Wakorintho wa kwanza sura 3 mstari wa 18. Tunapaswa kupita hapo sisi sote. Akili inayotoka juu, iliyo safi, inaong'aa, isiyo na mchanganyiko, na sio akili ya mabishano au ya kujiwazia, lakini akili ya kiungu inayotuingiza katika mpango wote wa Mungu wetu. Akili ni zawadi ya Roho Mtakatifu. Mmoja alipewa akili, mwingine kujua. Kuna karama 9 za Roho. Na pia kuna andiko ndani ya Ufunuo sura 13 inayosema kwamba mtu aliye na akili ahesabie hesabu. Ufunuo 13 mstari 18. Mungu alituma roho ya akili ili mambo yote iwekwe katika utaratibu kulingana na mfano wa kiungu. Kila kitu kina nafasi ambayo inayostahili katika mpango wa Mungu. Nasi pia tunashaacha tuingizwe na tuwekwe kupitia yeye kwa nafasi ambayo aliyotayarishia, na tutaona utukufu wake. Jina lake takatifu lisifiwe na tukuzwe. Wangapi katikati yetu walielewa kwamba Mungu iko ndia pamoja nasi njia yake kwa namna njema na katika nguvu za neno lake? Jina la Bwana lisifiwe. Amina. Ndugu Rusi, Bwana tunakushukuru sote pamoja o Mungu kwa ajili ya saa hii ya neema, kwa ajili ya wakati huu wa neema, kwa ajili ya neno lako pia Bwana ambayo uliotupatia kwa neema. Haukupita pembeni yetu, lakini ulisimama Bwana, na unatuzungumzia kupitia neno lako, kupitia Roho wako Mtakatifu Bwana. Mwokozi mpendwa, Mwokozi mwaminifu, namna gani tunaweza kushinda kukusifu, kutukuza jina lako Bwana. Bwana tunakuomba kama vile wanafunzi wakati watu wetu umefika, baki pamoja nasi Bwana, usituache, baki pamoja nasi. Ni ombi letu na hitaji yetu. Ninakuomba Bwana, bariki wandugu wote na wadada wote, wale wote ambao walitutembelea, uwe pamoja nao o Mungu, na uwapatie upendo wako maradufu wa neema yako na baraka yako. Uwasindikize pia kwenye njia ya kurudi, na uwalinde katika upendo wako, ndani ya uaminifu wako, na ndani ya neno lako o Bwana. Mungu mwaminifu, tunakuomba pia kwa ajili ya wale wote ambao hawakuweza kufika, kwa ajili ya wale wote ambao wamekusha kwenda, uwe pamoja na wote o Bwana. Tunakuomba ndani ya jina lako la ajabu. Baki pamoja nasi pia hapa katika bahali hapa, utubariki. Bariki pia ndugu Frank, na utubariki sote. Ni hitaji yetu ya kilindi na ombi letu. Chunga pia taifa lako la Israeli Bwana, na uwabariki o Mungu, kwa maana tunajua kwamba uliwarudisha kutoka makabila zote na mataifa yote ukawaleta katika nchi yao,
na unaona gisi adui iko naleta mashambulizi yake, anataka awangamize o Bwana, lakini nyosha mkono wako wa uwezo o Bwana, kwako upewe shukurani, heshima na sifa na utukufu ndani ya jina lako la ajabu la Yesu. Haleluya, usifiwe, utukuzwe kwa ajili ya milele yote. Kwako mwana kondoo upewe utukufu wote. Haleluya, amina, amina.